Kwa hiyo nataka nikuombeeni wote ambao mnanisikiliza, kituo hiki ni chenu. Mnakaribishwa kuja kupata nasaha kwa shekhe, kupata mawaidha kwa shekhe. Mpigieni simu zake, muulizeni maswali. Bwana, mkishindwa basi nipigieni hata mimi hapa Sheikh Mazingi. Bwana, maswali mimi niulizeni maswali tu, mimi najibu maswali. Maswali aina yoyote mimi najibu. Maswali yasio kwa Islam, maswali ya Waislamu. Kuna bwana mmoja shekhe alijaribu kunitega siku moja. Nilikuwa niko Hoima yuko Uganda. Alivoniona yule kijana akaniangalia, akasema, "Wewe shekhe, mimi nimewahi kukuona. Nilikuwa bado mdogo lakini umri umeenda." Nikamwambia, "Umri umeenda kwa sababu nalikaribia kaburi. Pamoja na wewe tuko mbioni kwenda kaburini." Akasema, "Mimi shekhe si Muislamu, mimi ni Mkristo. Lakini kuna swali nataka nikuulize. Hivi kuna sehemu gani iliwahi kupata jua mara moja, haitopata jua tena mpaka siku ya Kiyama?" Basi pale nikamwambia Misri pale wana wa Israeli walikaa utumwani miaka 400. Akatumwa Nabii Musa alayhi salam, akamwambia nenda kawatoe wale. Alipokwenda kwa Farao akamfanyia kila muujiza, wakaukataa. Kila muujiza akiufanya Farao anakataa. Akawaambia, "Basi leo nitakukomesheni." Akageuza maji, yale maji ya kunywa, maji ya mito, yakawa damu ili awaruhusu. Farao akagoma. Akawaletea vyura, wakawa wanatembea katika majumba wakati wa kulala wana vyura. Farao akagoma. Mwisho Musa akaambiwa na Allah, akaambia, "Sasa tunataka nimpige pigo la mwisho kabisa, pigo la 10 ambao Farao lazima atakuachia." Akasema, "Kila mtoto wa kwanza wa Misri atakufa. Kila mtoto wa kwanza, akiwa baba amezaliwa katika wa kwanza, watoto hao wanakufa. Ukiwa umezaa mtoto wewe wa kwanza anakufa, na yule akizaa mtoto wa kila mtoto wa kwanza anakufa." Walivyopigwa pigo hilo, ndio Farao sasa na mwanae wa kwanza akawa amekufa. Akamwamuru Nabii Musa atoke, ambia, "Sasa nendeni katika mji wenu wa Jerusalem." Wakati amefika kwenye bahari ya Sham, Musa akakumbuka nimewaruhusu, akatuma maaskari. Nabii Musa akawa amekaa pale, wale wafuasi wake wanaambia Nabii Musa, "Bora ungetuacha kwa Farao, umetuleta hapa, umekuja kutuua hapa." Akasema, "Hapana." Mungu akamwambia Musa, "Una nini hapo?" Akamwambia, "Nina fimbo." Akamwambia, "Ipige bahari ile." Akaipiga bahari, ikachanika njia 12, kila kabila moja, Ruben, Gadi, Asheri, Naftali, wana wa Israeli, kila kabila moja ikawa inapita katika njia moja. Wakati ile barabara ile njia maji yamegawiwa, yamesimama, wakati zimegawanyika njia 12, basi jua likapiga ardhini. Wakati jua wamepiga, jua linawaka, limepiga katika ardhi. Walivomaliza, Musa akageuka akamwambia, "Basi ipige bahari fimbo hiyo." Alivyoipiga, yale maji yakaja yakaziba pale. Nikamwambia ndio sehemu ambayo Misri ilipata jua mara moja, haitopata tena siku ya Kiyama, kwa sababu yale maji yameziba pale, jua halipigi chini kule. Kwa hiyo ikawa amesema kwamba, "Wewe shekhe, mimi ninakuamini na kuanzia sasa mimi nataka niwe Muislamu." Pale akatoa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammada rasulullah. Akamwamini Mola wake subhanahu wa ta'ala, na alikuwa yeye ni mchungaji. Akaenda kwenye kanisa lake, akawaambia habari hizi, na wale waliokuwa nao na wao wakamfuata. Baadaye akanitumia clips ile audio, aambia, "Shekhe, baada lile swali langu nilikwenda na mimi kanisani, nikawaambia maneno ya Allah, wakakubali." Kwa hiyo kanisa zima limesilimu. Kwa hiyo kanisa zima, kibla wakakata, imamu akawa ni yule shekhe, alikuwa padi akageuza akaenda kusoma akawa imamu. Bwana, yote haya ni mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala kupitia lulu yenye thamani, dhahabu yenye thamani, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mzee aliyepata utume akiwa na miaka 40, akafanya utume wake, Mwenyezi Mungu akamsifia, akamwambia, "Wewe ni kiumbe bora kuliko kiumbe wowote." Mwenyezi Mungu akamteremshia aya ili kuamini kwamba mtume wa Allah ni mtume wa kweli. Sikiliza aya hii. Allah anamwambia baada ya bismillahirrahmanirrahim, anamwambia, "Innaka mayitu wa innahu mayitun." Innaka, hakika yako Muhammad, wewe ni maiti
na wanayekufuata ni maiti. Mwenyezi Mtume akuibadilisha hiyo aya, na yeye akaisoma hivyo hivyo, innaka mayitu wa innahum mayitun. Hii ni ufalme wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inshallah mimi nataka nimuombe Allah subhanahu wa ta'ala akibariki kituo hiki, akiongezee kituo hiki, wagonjwa wote wanayekuja hapa basi wapate amani, wapate uzima kwa kupitia ndugu yetu Othman, na Mwenyezi Mungu ampe umri, na wale wote wanaofanya kazi katika kituo hiki Allah wajalie umri, na sisi sote Mwenyezi Mungu atupe mwisho mwema, na Mwenyezi Mungu dunia nzima inshallah atuletee amani, amalize vita vya Irani na Marekani, ili Waislamu katika ulimwengu na wasio Waislamu tukae kwa amani na salama, na inshallah Mwenyezi Mungu atujalie mwisho uliokuwa mwema. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.